Karibu tena mtazamaji wa Hot Mix ya EATV katika mjadala. Jina langu ni Samson Charles. Kila siku za Jumatano huwa tunakuwa na mijadala iliyokaa kielimu zaidi. Hii leo bwana tutakuwa tukijadili mengi sana yanayohusu umuhimu wa wanafunzi kujifunza masomo ya science. Tukiangalia namna kuwezesha wanafunzi wa sekondari kupenda science na kuifanya kwa vitendo. Kuna umuhimu gani? Wakati wa kuchagua pale unapofika unapotoka form 1 kwenda kwa form 2 kidato cha kwanza kwenda cha pili, wengi hujikuta wanaenda arts ama arts pure. Science unakuta kuna chache sana. Hata darasa lililosoma mimi level nikiwemo mimi tulikurupukia arts. Lakini tunawezaje kuanza kuipenda science kwanza kwenye misingi ya kuipenda science na kuendelea huko mbele kwenye hii Tanzania viwanda? Nipo na Dr. Gosbeth Kamugisha. Huyu ni mkurugenzi wa wanasayansi chipukizi Young Scientists Tanzania. Ana mengi sana kukujuza wewe kama mwanafunzi, ambapo utakuwa na nafasi nzuri, ama kama mzazi utakuwa na nafasi nzuri ya kuanza kupenda science. Asante sana Dr. Kamugisha. Asante sana kwa kufika. Asante. Moja kati ya vigezo ambavyo vijaribu kutolewa na tume ambayo inatoa na bodi ya mikopo ilikuwa ni wanafunzi wa science kwanza. Kukiwa na mantiki kwamba wale ambao waarts walikosa kwa mujibu wa baadhi ya wanafunzi. Hii ikiwa na maana kwamba tumeanza kujaribu kuforce watu kwa nguvu wasome science. Ile technique unaionaje? Sidhani kama ni kuforce watu kwamba wasome sayansi, bali ni kuangalia umuhimu wa sayansi katika maendeleo ya nchi yetu. Angalia nchi zote zilizoendelea duniani, hakuna nchi yoyote ile ambayo imewahi kuendelea bila kuwa na sayansi. Hii haimaanishi kwamba wale wanaosoma masomo ya arts hatuwahitaji. No, tunawahitaji. Lakini ili nchi iweze kupata maendeleo ya kiuchumi na kijamii, lazima uweze kutengeneza wanasayansi wa kutosha katika nchi yako kuweza kusukuma maendeleo ya namna hiyo, na uweze kutegemea wanasayansi kutoka nje au kutegemea teknolojia za kutoka nje kwamba ndo hizo utazitegemea kuweza kufanya maendeleo yako. Hivyo nadhani uamuzi huo uko sahihi. Na chochote ili uweze kukifanikisha unakiwekea ka kivutio fulani ili watu waweze kuvutika kuingia huko. Hivyo nafikiri wameweka hivyo watu wavutike waingie kwenye sayansi zaidi na kuweza kusoma sayansi. Sasa tukienda nyuma ya hayo, kuna mambo ambayo sasa ungependa kutujuza wewe kama mkurugenzi wa wanasayansi chipukizi. Huenda ni juhudi ambazo zinaweza zikaja zikazaa matunda huko mbele za kupata wanasayansi wa kutosha kabisa hapa nchini kwetu. Ni kweli. Tukiangalia hapa sasa hivi, of course ufundishaji wa sayansi una matatizo mbalimbali. Mambo ya kutokuwepo walimu wa kutosha wa sayansi, masuala ya maabara na nini na vitu kama hivyo. Lakini zipo shule ambazo zina walimu wa sayansi wa kutosha, zina maabara nzuri, zina vifaa vya laboratory, kila kitu kipo. Na wanafundisha sayansi na wanafunzi wanafaulu vizuri, wanapata A, wanapata B, na wazazi na walimu na jamii kwa ujumla tunashangilia. Sisi kama Young Scientists tunasema kwamba hiyo sawa ni nzuri, ni mafanikio kwamba tukiwa na wanafunzi wanafaulu sayansi na wengi wanasoma sayansi, tunasema hayo sawa ni mafanikio ambayo tunapaswa kushangilia. Lakini sisi tunasema kwamba hiyo haitoshi. Kwa maana kwamba mwanafunzi aliyesoma kwa mfano physics au akasoma chemistry au akasoma biology na akapata A, kimsingi anachokuwa amefanya, anakuwa ametilia maanani kile kitu ambacho amefundishwa darasani. Kwa mfano ukifungua kitabu chochote cha chemistry utakuta labda kuna experiment imeelezwa mle kwenye kitabu. Akishika vizuri, akajua zile chemicals vizuri na akaweza kuirudia na akaifanya vizuri, basi anaweza kafaulu lile somo. Sawa? Lakini sisi tunasema hiyo haitoshi. Sayansi ya namna kama hiyo haitamwezesha mwanafunzi huyu kesho na kesho kutwa hata ameshakuwa mtu mzima kuweza kutumia sayansi hiyo kuweza kufanya utafiti kuhusu tatizo linalomkabili kwenye jamii yake. Labda ni ukosefu wa upatikanaji wa maji yaliyo salama. Ameshafundishwa biology, amefundishwa microbiology, amefundishwa mambo ya viumbe, amefundishwa mambo yote hayo. Lakini bado tu unamkuta huyu mtu anaumwa tumbo kwa sababu amekunywa maji ambayo sio safi na salama, lakini ashafundishwa mambo ya evaporation, ashafundishwa mambo ya filtration. Kumbe alifundishwa hivi vitu akavikariri vizuri na akaweza kujibu mtihani, lakini hakufundishwa namna ya kutumia
maarifa hayo kuweza kufanya utafiti mwingine kwenye matatizo mengine ambayo yanaweza kuboresha maisha yake. Na sayansi yoyote ile ambayo haijielekezi katika kuboresha maisha, watu wengi hawaoni maana yake. Hata wanafunzi watakwambia kwamba nimefundishwa kitu fulani lakini sijui maana ya hicho kitu. Nimefundishwa kigawe kidogo cha shirika lakini sijui kinasaidia nini katika maisha yangu. Na utakumbuka sasa ukienda kwa mfano kwenye physics, sawa? Tuna watu wengi watamjua Isaac Newton, si ndio? Watu wengi watamjua Albert Einstein, si ndio? Isaac Newton au Robert Einstein hawakumbukwi kwamba ni magwiji, ni nguri wa physics kwa sababu walipata A ya physics kwenye mtihani. Hapana, wanakumbukwa kwa sababu walifanya ugunduzi wa vitu mbalimbali katika physics ambavyo leo hii ndivyo vilivyotusaidia katika kuboresha maisha yetu. Hivyo mwanasayansi mzuri sio mwanasayansi aliyepata A tu kwenye physics au chemistry. Mwanasayansi mzuri ni yule aliyepata A ya physics lakini akaweza kutoka pale na kuweza kugundua kitu kipya. Katika science yoyote ile, katika Kiingereza wanasema ni discovery of new knowledge katika area fulani, yani kuweza kugundua maarifa mapya katika eneo fulani la kisayansi. Sasa swali ambalo tunapaswa kujiuliza, je, tunao wanafunzi au wanafunzi wetu tunawafundisha kuweza kuvumbua maarifa mapya katika nyanja mbalimbali za kisayansi, au tunawafundisha kuweza kushika yaliyoko vitabuni kulingana na curriculum ilivyowekwa na kuishia hapo? Kama tunakwenda hivyo, basi hata hii Tanzania ya viwanda, tunaweza tukawa na viwanda lakini visiwe sustainable, yani visiwe endelevu. Ili uwe na viwanda endelevu lazima uwe na kizazi ambacho kina uwezo wa kufanya ugunduzi, ufanya innovation. Na nchi nyingi duniani, kwenda kokote, utakuta viwanda au na serikali wamewekeza katika wanafunzi, katika wale wanasayansi wachanga, wakiwa wanajua kwamba hata ule ugunduzi wanaofanya hata kama ni wa ovyo ovyo tu kwa kiwango cha chini, lakini wanafunzi hao wanakuwa wameingizwa katika utamaduni wa kufanya tafiti na kufanya ugunduzi. Leo hii mtoto aliyegundua kitu kidogo, unamtegemea ni mtoto huyo akishakuwa mtu mzima atagundua kitu kikubwa, kwa sababu tayari ameshaingia kwenye ule utamaduni. Hivyo kwa kifupi sisi tunachosema ni kwamba sayansi na serikali inavyofanya, kwa mfano sasa hivi wamepeleka sana vifaa vya laboratory mashuleni, wanaboresha zile laboratory, unasikia zile shule za technical mbalimbali zimefanywa ukarabati. Hiyo ni dalili nzuri, lakini sisi hatuwezi kuishia pale kama tunahitaji kupata watafiti na wagunduzi wa vitu mbalimbali vya kisayansi kwenye jamii yetu. Sasa sisi ambacho huwa tunafanya sisi shirika la Young Scientists Tanzania tunafahamu kabisa kwamba walimu walivyotoka kwenye vyuo vya walimu wenyewe walifundishwa namna ya kufundisha sayansi. Kwa maana kwamba kama ni kwenye chemistry atafundishwa kwamba experiment hii inafanyika hivi, uwe na hiki kitakuletea hiki na hiki na hiki na hiki. Hawakufundishwa kwamba atafanyaje utafiti wa kisayansi, au atatumiaje maarifa fulani ya kwenye kemia kuweza kutafiti na kugundua kitu fulani. Sasa sisi tunachofanya, tunakwenda mikoani. Tunakwenda kila mkoa wa Tanzania. Tunakutana na baadhi ya walimu wa sayansi. Tunawatrain, tunawapa training ya namna ya kufanya utafiti wa kisayansi. Alafu tukishawa train, wanarudi mashuleni kwao. Wanatrain wanafunzi. Wale wanafunzi wanakaa wanaangalia kwenye mazingira yao kwamba hapa kwenye mazingira yetu tuna tatizo gani? Je, ni kuhusu swala la maji? Je, ni kuhusu swala la uzalishaji katika kilimo akiendi vizuri? Kama akiendi vizuri, je, ni mbegu? Je, ni utunzaji wa mazao ya kilimo? Ni kitu gani? Je, tunaweza tukatumiaje hii sayansi ambayo tumesoma darasani kuweza kufanya utafiti na kugundua kitu kipya cha kuweza kumaliza tatizo hili? Hivyo wanakaa na kuweza kutengeneza miradi mbalimbali. Miradi ile wanakuwa wanaifanya, wanasaidiwa na walimu, lakini sisi pia Young Scientists tunakwenda kule mashuleni. Tunaangalia wanavyofanya, tunawashauri. Na wakati mwingine mpaka tunatumia maprofesa na madokta kutoka vyuo vikuu ambao hawa ni wanasayansi mahiri tayari. Wanakwenda kule kuangalia ni kitu gani kinachofanyika. Na kwa taarifa yako, kuna tafiti zingine, kwa mfano
wanafunzi unakuta ana wazo zuri lakini pale shuleni kwake hana vifaa vya kutosha kuweza kufanyia utafiti lile wazo. Tunawaunganisha na vyuo vikuu. Samahani, nitatoa mfano mmoja. Kwa mfano kuna project ambayo inafanywa na wanafunzi kutoka Premier Girls iko Bagamoyo. Wao wanatafiti kuangalia ile kiwango cha toxic metal kama za manganese, iron, zinc na zingine zote zile za lead zote. Ni kiasi gani zimetapakaa kwenye mazingira tunakoishi. Kiwango cha sumu zile metallic. Sawa. Lakini wale wanafunzi unaona ile wazo walionalo ni wazo ni kubwa, hawakuweza kufanya wenyewe kulingana pale shuleni kwao, lakini wameunganishwa na Chuo Kikuu cha Dar es Salaam department ya geology. Wakakaa na wale wataalamu wakafanya utafiti na wale maprofesa na madokta. Kumbuka hapa tunazungumzia ni mwanafunzi wa form 2 au form 3 anafanya utafiti na huyu mwanasayansi mahiri. Wakakaa wakaweza kutafiti na kugundua kumbe hizi tunazoona hizi sehemu za kuchomelea ambazo zimetapakaa kwenye makazi yetu, maeneo ya Sinza, maeneo ya wapi, unakuta kuna gereji, kuna vitanda wanachomelea. Watu wote tunapita pale tunafikiri tuko salama. Hatuko salama. Metallic zote zinazotoka pale zinaingia kwenye udongo unaoshwa na maji yanafika mpaka kwenye makazi yetu, watoto wanachezea na madhara yake kiafya ni makubwa sana. Sitaki kuielezea zaidi, lakini nataka kukupa muunganiko tunaoufanya. Tunatengeneza daraja kati ya sekondari, shule za sekondari na vyuo vikuu. Tunatengeneza daraja kati ya wanasayansi chipukizi na wanasayansi mahiri kuweza kufanya hivi vitu. Hivyo sasa kwa mfano unajua mnapotengeneza hao wanasayansi mwingine anaweza kaa na maswali. Hapa nchini unajua tunaweza kusema tuna wabunifu. Tuna mtu aligundua helikopta hapa nchini. Nadhani ulimsikia? Yeah. Kuna mtu ameruka kwenye kipindi cha uswazi amegundua washing machine. Yeah. Na kadhalika. Kuna mtu anaitwa Frank amegundua system za kuzima umeme na kadhalika. Hatumaanishi kwamba wagunduzi hawapo. Wapo. Tunaishia hapo ama kuna mahali labda mamlaka zetu zinafeli kama serikali? Kwa ugunduzi ni kitu ambacho ni gharama sana. Hasa akishagundua, yani anaweza akagundua akatengeneza kama prototype, yani mfano wa kile kitu ambacho kitakavyokuwa. Sawa? Lakini kuweza kukitoa pale na kutengeneza liwe wazo, iwe ni mradi ambao unaweza hata kuuzwa, ni kitu ambacho kinahitaji uwekezaji mkubwa wa kipesa, ambayo yule mgunduzi mchanga au ni mtu mzima anaweza akawa hana zile pesa. Sasa katika nchi mbalimbali ambacho kinafanyika ni viwanda, wale wamiliki wa viwanda pamoja na serikali wanashirikiana kuweza kuendeleza teknolojia za namna kama hii. Na sisi hata kwenye Young Scientists au tunawajua wapo. Hata kwenye Young Scientists kwa mfano naweza nikakwambia kwa sasa hivi kule Arusha kuna wanafunzi unajua hizi fire alarm, hizi kama kuna moto inapiga alarm, si ndio? Hiyo ni teknolojia ambayo imegunduliwa miaka mingi sana, zile smoke detectors. Sawa? Lakini wale wanafunzi wakasema hapana, pamoja na kwamba kuna fire alarm itapiga alarm, lakini je, inakuwaje hii alarm ikipiga moto kitokea, alarm ikapiga na siko nyumbani? Nitajuaje kwamba kuna moto? Wenyewe wanatumia teknolojia ya simu ili kuiweka pale, ile alarm ikipiga iweze kusendi mpaka message kwa firefighters wale wanaozima moto au kwa mmiliki wa nyumba aweze kuripoti ule moto ndani ya muda unaotakiwa. So kuna hizi gunduzi nyingi tu ambazo kweli kama ulivyosema zinahitaji kuendelezwa na mpaka sasa hivi hazijaendelezwa. Bwana Dr. Kamugisha, tutarudi muda mchache ujao na nitakaribisha vile maoni yako mtazamaji. Stop. Kimsingi tunaangalia namna ambavyo tunaweza tukahamasika na kuipenda science, sio kwamba tukaiacha arts ama arts piwa. Kwenye ukurasa wetu wa Facebook tumekuuliza, unaitwa EATV.tv ukurasa, tumekuuliza kwa nini watu wengi hawapendi kufuatilia masomo ya science. Maoni yako ni mengi sana na nayaona hapa yakimiminika katika ukurasa wetu wa Facebook. Wacha niyapitie machache kati ya mengi ambayo Aswile Siwale na kuona hapa. Anasema ni uvivu tu
unasababisha wanafunzi wengi Tanzania washindwe kusoma masomo ya science, kwani masomo hayo yanahitaji kuwekeza muda mwingi ili kuya master vizuri. Bahati mbaya nchini hapa wanafunzi wengi hawatumii muda wao mwingi kwa ajili ya kujisomea. Hussein Wema anasema science hakuna tutakachogundua, kwani historia tu hatujui sembuse science. Wazungu wamegundua mlima Kilimanjaro, sisi tupo humu mpaka mwisho. Wanaenda kujisifia wamegundua kwamba sisi kwamba wametugundua sisi kwamba fuvu la kwanza la zinc limepatikana Oliver George. Inamaanisha kwamba duniani tumeanza sisi. Jamani, tutulie tu, tusome michezo, kwani hata baba zetu wameshindwa kugundua sisi ni watoto wao. Shida ni moja tu, hesabu, physics, hesabu ndani yake chemistry. Huyu anaitwa Zakiri Ali, bila kusahau akiwa anashusha kitu ambacho hesabu watu wengi zilaza huwa haipewi walio wanafunzi, haipendi walio wanafunzi wengi. Wanafunzi wanachaguliwa combination za science ambazo wamefaulu. Mfano, mtu kapata hivi chemistry C, biology C, geography C, mtu anapelekwa HKL. What do you expect kama sio kukosa wana science? Namalizia na Amiri Izo Business wa Kikungu, Kigoma Town. Ninachokiona ni kuweka mitaala ya kutosha mashule kote Tanzania juu ya masomo haya ya science. Asante sana kwa maoni yako ambavyo vivyo yanaendelea kutiririka hapo chini ya kwa nini watu wengi hawapendi science. Na Dr. Kamugisha, kwa mwelekeo unavyouona sasa, tunaweza tukatarajia chochote kipi huko mbeleni kwa hizi juhudi ambazo wana science chipukizi imeanza kuzifanya? Pamoja kwa tuna rundo la wabunifu na kadhalika, kuna mwelekeo? Mwelekeo upo. Ukiangalia maoni ya wasikilizaji wanasema sayansi haipendwi. Naweza nikakubaliana nao kwa namna fulani kwamba wanafunzi wengi hawaipendi sayansi, na hawaipendi sayansi ni kwa sababu namna inavyofundishwa. Haifundishwi katika namna ambayo inawawezesha waipende sayansi. Inafundishwa kinadharia zaidi. Nitakupa mfano. Wewe umesoma sayansi, ulifundishwa mambo ya frequency, sawa? Ikaishia pale, ukajua ukaambiwa frequency hivi na hivi na hivi, ikaishia pale. Ukuambiwa frequency inaweza kusaidia nini katika maisha. Mwaka jana nitakupa mfano. Kuna wanafunzi walitoka kule Zanzibar. Wenyewe wakaangalia pale Zanzibar kuna mbu wengi sana. Wanaeneza malaria, inakuwa ni nuisance, ukikaa pale unaumwa na mbu. Wakasema okay, no. Tutadesign kifaa kiteknolojia fulani ambacho kinatumia ultrasonic frequency ambazo kinaweza kufukuza wale mbu katika radius fulani kutoka pale ulipokaa. Ina maana ukipress hapa katika lile eneo lote kusiwe na mbu. Hivi unataka kuniambia huyu mwanafunzi aliyefundishwa frequency darasani na akaweza kudesign teknolojia ambayo inatumia frequency, unaweza ukaniambia kwamba siku moja atakuja kusahau kuhusu frequency? Hapana. Ataijua frequency vizuri zaidi, ni kwa sababu ameweza kuona application ya frequency katika maisha yake. Ni mfano ambao ni dhahiri kabisa. Kuna wanafunzi walikuwa wametoka Kibaha kule, wenyewe walikuwa wanatafiti, wamefundishwa darasani mambo ya sound, mambo ya energy za aina mbalimbali. Lakini wakasema okay, sisi wakadesign kitu cha kuweza kutransform sound energy into electric energy. Yani ile ukiongea unatoa sauti, ile sauti iweze kuwa transformed kuingia kwenye energy. Sasa usitegemee mwanafunzi aliyefundishwa namna hiyo kwamba atasahau somo la sound, kwamba atasahau somo la energy. Hivyo kusema kwamba wanafunzi hawapendi kusoma sayansi, tunawaonea. Tunapaswa kujilaumu sisi, kujiangalia sayansi tunayowafundisha, tunawafundisha namna gani. Kama mwanafunzi haoni connection, sawa, ya kila anachofundishwa na maisha anayoishi, ile sayansi hawezi kuipenda. Nilikuwa na kipindi asubuhi kwenye ITV nikamwambia kwamba topic moja hapa ambayo inafundishwa kwenye biology ni butterfly life cycle, kwamba kipepeo kinazaliwa, kipepeo kinataga yai, yai inakuwa katapira inatokea kinakuwa kipepeo tena. Hivi huyu umemfundisha ikaishia hapo, anakuambia so what?
Sasa Dr. Kamugisha, hii ni nini? Application yake ni nini? What is it? kwa hizo dakika mbili ambazo zimebaki, unaweza kusema nini kwa wanafunzi, wazazi, labda na walimu walioko mashuleni na serikali kwa ujumla? Mimi nianze na sitajikita sana na wanafunzi. Sioni tatizo lolote lile kwa wanafunzi. Tuna uwezo wa kufika mahala ambapo tukakuta hata 80% ya wanafunzi wote wanapenda sayansi, wanasoma sayansi. Ninakoona tatizo lilipo ni katika serikali, ni katika walimu na mfumo wa ufundishaji wa ile sayansi. Ninachosisitiza ni kwamba tufundishe sayansi kama tunavyofundisha sasa hivi, basic, sawa? Waielewe ile basic knowledge, ile elimu ya msingi ya sayansi yenyewe, lakini pia tuwatoe pale kuwaonyesha haya maarifa tuliyowapa ambayo ni basic watayatumiaje katika kufanya ugunduzi wa vitu vya aina mbalimbali. Tukifanya hivyo, hiyo ndio itakayotuletea tofauti, kuweza kuona wanafunzi wengi wanapenda sayansi. Kama nilivyosema mwanzo, hatumkumbuki Robert Einstein kwa kupata A ya physics, hatumkumbuki Isaac Newton kwa kupata A ya physics, bali tunawakumbuka kwa vile vitu walivyovigundua. Sasa kama unajiita mwanasayansi, swali la kwanza la kujiuliza, umewahi kugundua nini ambacho kinaisaidia jamii yako kabla hujajiita mwanasayansi? Hivyo Dr. Kamugisha, umewahi kugundua nini? Sijawahi kugundua chochote. Na wewe ni mwanasayansi? Na mimi ni mwanasayansi. Ngoja nikisema kwamba sijawahi kugundua chochote, ni kile cha kushikika. Kuna sayansi, tunaposema sayansi tunazungumzia utafiti. Utafiti, mimi nimefanya tafiti mbalimbali. Unapofanya utafiti, hata kama ni katika social science, hata katika hii science za chemistry na biolojia, ukatafiti, ukapata, ukaeleza, ukaleta wazo jipya, hiyo ni sayansi. Ni ugunduzi. Huo ni ugunduzi. Sayansi nimekwambia sio imesaidia jamii kwa mfano. Inasaidia jamii kwa mfano. Kama ninaeleza kwamba tatizo fulani la kijamii liko hivi, linapaswa kutatuliwa hivi. Kwa mfano, umeshawahi kupata solution gani? Kwa mfano, mimi nimefanya PhD, sawa? PhD kuhusu mahusiano yaliyopo kati ya wagonjwa na wale wanaowapa huduma, na kwa namna gani yameathiriwa na mabadiliko ya kimfumo katika utoaji wa huduma za afya tangu miaka ya 90 mpaka sasa hivi. Nikagundua ni kwa namna gani ule mfumo umeathiri mawasiliano kati ya wagonjwa na madaktari, na nini kifanyike ili kuweza kuboresha yale mahusiano kati ya daktari na mgonjwa, ili tiba inayotolewa ili iweze kutolewa katika usahihi na huyu mgonjwa aweze kupona haraka. Hiyo ni sayansi. Asante sana. Yes. Nakushukuru sana Dr. Kamugisha Gozbert kutoka Young Scientist Tanzania. Asante sana kwa kufika. Asante. Mtazamaji, mimi mwenyewe nimegundua kwamba baada ya Sumatra kusitisha magari yanayotoka Bagamoyo kuja Makumbusho, hali ya wakazi wa Bagamoyo na Bunju Boko imekuwa ngumu. Kwa hiyo Sumatra nimefanya uchunguzi, fanyeni kazi. Mimi mwenyewe ni mgunduzi, au sio bwana? Magari ya Bagamoyo yafike Makumbusho, yasiishie Tegeta Nyuki. Bwana, tuonane tena siku ya kesho.